Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisibu namwambiaga Mungu wangu tu. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we. Nimekwambia toka humo ndani, toka! We Joseph! Toka humo ndani. Maraya mkubwa wewe. Yaani una hata haya. Nimetoka kufumania muda si mrefu. Na yule si ndio mwanamke wako Si ndio mwanamke wako nakuuliza? Abigaili, niache mimi na kwenda kwenye huduma. Huduma? Huduma gani? Yaani mtu unanichiti, na mijimama mikubwa unaona haitoshi. Umenipiga. Sio wewe Joseph Ndunguru nakuuliza. Abigaili, unataka kusema nini mama waka? Nini unataka kusema? Abigaili, acha unafiki. Joseph Ndunguru tangu 1:30 yuko hapa. Nimempikia chakula amekula, na toka hapo hajaenda popote. Wewe nusu saa umemfumania nani? Mama wakati, nakuheshimu. Naomba na wewe jiheshimu. Joseph Ndunguru ni mume wangu mimi. Kwa hiyo namjua vizuri tu. Hata nusu saa bado nimetoka kumfumania. Yaani bora ningemfumania na wanawake kama mimi labda hivi. Lakini nimemkuta na mijimama mikubwa. Limama likubwa. Na sidhani kama yule mama atakuwa na uzima. Yule mama atakuwa na maradhi na magonjwa kede wa kede. Magonjwa kama 50 vile. Unataka kuongea nini? Rudi nyuma yangu shetani. Mimi na wewe nani shetani? Mimi na wewe nani shetani? Wewe ni shetani Abigaili. Na nina uhakika umetumwa kuja kuyaharibu maisha yangu. Umekuja kuyaharibu maisha yangu. Mama, anajua anachokifanya huyu mama. Fikiria, jana usiku Abigaili amelala na bosi wangu, tena kwenye nyumba ninayolinda mwenyewe. Asubuhi ya leo mama, asubuhi ya leo, hata jua bado halijazama, bosi wangu anaamka na Abigaili kwenye nyumba ninayolinda mimi. Halafu ananitambulisha, anasema eti Abigaili ni mwanamke wake. Na Abigaili wala hanitambui, hanijui. Hajui mimi ni nani, ameegemea upande wa huyo bosi. Asubuhi ya leo mama, na sifa kem anamwagia. Lakini kama hiyo haitoshi mama, macho yangu mimi Abigaili na bosi wangu wanagusanisha ndimi zao. Abigaili huyu nimemkosea nini mimi? Anakuja anasema amenifumania, wakati yeye jana amelala na mtu mimi nikiwa naona. Asubuhi anaamka naye ninaona. Yesu mwana wa Daudi, ninakuomba Mesaya, unapogusa wengine na mimi usinipite. Niko habari konebe seketerebo ya kataramo rabo. Unapogusa maisha ya wengine na maisha yangu yakumbuke. Unikumbuke.
unikumbuke. Wewe unajua kwa nini nayapitia haya. Enderemo sakatereboka nama seketereboka tarama ikorime seketerebo ya taramoso. Abigail, Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Yeye anajua kwa nini napita kwenye haya. Moyo wangu unavuja damu kama vile Ibrahim alipokuwa kwenye ile madhabahu, alipovuja damu kwenye moyo wake kwa ajili ya kumtoa Isaka. Nami ninatiririkwa na damu. Mungu akubariki Abigaili. Na tena Mungu akusamehe. Mama, acha mimi niende. Siwezi kuacha kusudi baba yangu alilonipa. Acha niende nikatumike Baba. Maana yeye anajua kwa nini napitia haya. Rekodi besekitiri bore bora bakatiri moshitiri moka sana mako. Abigail, ubarikiwe. Ubarikiwe. Mungu huyu Mungu huyu ataniamua na wewe. Ubarikiwe. Janet, nafikiri hukuwa sahihi. Patrick ni mtoto wa Maya, na hili kaniambia yeye mwenyewe, na huwezi kuamini. Anamtetea kwa nguvu zake zote, yaani anamtetea kwa wivu mkubwa sana. Mama, inawezekanaje hiyo? Ndio hivyo, na mimi siwezi kuruhusu tena wewe uwe na Patrick, kwa sababu kama Maya ingekuwa ni mwanawe, labda wa kambo au mama mlezi tu, hilo lingekuwa jambo zuri sana kwangu. Na unajua jinsi gani mimi namchukia yule shetani? Namchukia kuliko kitu chochote hapa duniani. Mama, ni jambo gani hilo alilokufanyia dada yako mpaka unamchukia kiasi hicho? Yaani wewe unachotakiwa kujua ni kwamba kitu alichonifanyia Maya, kitu alichonifanyia yule mwanamke, ni kitu ambacho hakiwezi kufanywa na mtu yoyote kwa ndugu yake. Basi. Karibu. Hey, karibu Pamela. Asante. Mambo Janet? Poa. Oh, mama. Marhaba, jambo. Jambo. Karibu. Asante. Naona umefika kama nilivyokuelekeza, yani hata hujapotea. Mama, huyu ni rafiki yangu anaitwa Pamela. Nimemaliza naye form 6. Na kama bahati nzuri tukakutana tena chuo. Kwa hiyo tukazidi kuwa marafiki. Pamela, huyu ni mama yangu. Karibu sana. Nimefurahi kukujua. Jisikie uko nyumbani. Na unaishi wapi? Mimi naishi Mikocheni kwa Warioba. Haya, basi acha niwaache muendelee na maongezi yenu. Mimi nikawaandalie chochote, sawa? Asante mama. Sawa. Sawa mama. Karibu sana eh? Asante mama. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Wakati nafika nimesikia mamako akiongelea Maya. Ni Maya gani yule alikuwa anamzungumzia? Ni mama yangu mkubwa. Ni dada yake na mama. Na wana uadui mkubwa sana. Na wamezaliwa hawa wawili tu, lakini huwezi kuamini. Hawajawahi kupatana na wanachukiana vibaya mno. Yani lakini hayo ya ndugu, hebu tuache ndugu wenyewe. Sisi tuongea kwetu, watamalizana wenyewe. Vipi huyo Maya ushaimuona au kukutana naye? Muda mchache. Lakini nikimuona namjua. Na tulipoonana tu siku hiyo kwanza tukakwaruzana.
anafanana na huyo? Yeah. Wewe umemjuaje mamangu mkubwa? Si unajua huyu mama ni maarufu sana, kwa hiyo anafahamiana na watu wengi sana, anajulikana. Ya, na nasikia ana roho mbaya sana. Ni mama yake na boyfriend wangu. Lakini boyfriend wangu mwenyewe anasema sio mama yake. Yaani kwamba ni mama tu aliyomlea. Na amemlea kwa manyanyaso makubwa sana. Yaani huwezi amini. Nasikia ana roho mbaya hatari. We. Balaa. Huyu mama atakupa mtu mbaya sana. Janet, wacha mimi niende, tunaona wakati mwingine. Pamela, si umekuja tu sasa hivi? Mimi nikajua labda umekuja tuongee kuhusiana na ile biashara tuliyosema kuhusiana na ubia. Sawa, tutaona wakati mwingine Janet. Tutaniingia kwa mama. Jamani, Pamela. Wewe Pamela. Mama. Mama. Kuna nini Janet? Mama, kuna jambo limenishangaza sana. Kumbe tulipokuwa tunamuongelea Maya, Pamela alikuwa mlangoni anatusikia. Kaingia kaniuliza, "Ni Maya gani huyo mlikuwa mnamuongelea?" Nikamwambia ni mamangu mkubwa. Akachukua simu akanionyesha picha, ni huyo. Yaani aliponionyesha, ni huyo huyo mama mkubwa. Hebu twende tukamhoji. Kashaondoka, tena akiwa amebadilika kabisa. Nikamwambia vipi, kwani unamjua huyu? Akaniambia yeye na ataachaje kumjua mtu maarufu kama huyu. Sehemu zote wanamjua. Basi akaondoka. Itakuwa kuna kitu anakijua huyo Pamela. Nafikiri kuna haja ya mimi kumchunguza. Maana inawezekana kabisa yeye ndo akawa silaha yangu. Mama asije akawa yeye ndo anatumiwa kutuumiza sisi, ikawa yeye Maya ndo anatumia kama silaha kwetu sisi. Labda akajua kwamba tunamjua Pamela ndo maana amemleta hapa. Janet, hilo haliwezi kutokea kwangu. Ila kuna jambo moja limenishangaza sana leo. Unajua tulipokuwa na Patrick, kuna msichana alituvamia. Akaanza kumuita Patrick eti Joseph. Mara akasema sijui mume wake. Lakini Patrick hakuonyesha kabisa kumjua. Na alipomng'ang'ania, Patrick alimkunguta. Lakini huyo msichana, mama yangu, anaongea. Msichana ana matusi. Sijapata kuona. Kwa hiyo mama unataka kumaanisha kwamba Patrick ana mwanamke mwingine? Hapana, sijui. Kwa sababu mbona Patrick hakuonyesha kumjua kabisa? Unajua nini? Inawezekana huu ni mpango wa Maya. Inawezekana Maya kafanya huu mpango ili tu kukukatisha tamaa wewe usiolewe na Patrick. Maya ashindwi. Sasa mama, naomba unisaidie basi. Unajua mimi nampenda Patrick. Fanya unavyoweza mimi niweze kuwa naye. Mwanangu, subiri kwanza nijiridhishe. Nikishathibitisha kwamba Maya hakumzaa Patrick, basi nitatumia gharama zangu zote. Yaani nitafanya bonge la harusi la kishindo, nakwambia, la kutikisa mji. Nitakuletea Patrick mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Asante mama, ndio nakupenda. Jamani, shoga zangu tungezalilika. Hivi unajua mimi nilichanganyikiwa pale. Mwenzangu, hata kama watu hawampendi lakini sio kiukauzu vile. Jamani, kumetulia tuli, utafikiri hamna tukio lolote linaloendelea. Umeona sasa ilipotokea? Ile ni kazi yetu, inabidi tuipende jamani. Tumeelewana? Maana yake mwangalia tulivyokaa pale walipokuwa toka lile jicho sasa. Jicho gani? Jicho la hasada kabisa lile. Jicho linazungumza. Mtu jicho shoga yangu naona cha upele alipotulia sasa. Lakini shoga yangu, yani zile mbinu zote zimefanya sana kazi. Sio kidogo. Yani mpaka tunaondoka msibani, nisimulize watu hadithi ya sisi tu huko.
Jalala si akanifuata mimi. Kunifuata nakwambia kaniita pembeni na ananiambia basi naombeni twende paka makaburini. Nikamwambia wewe ukitaka twende huko tuongezee 200,000. La sivyo hatutoki. Maana ile pesa ulotugaia haitoshi chochote. Au nimekosea jamani? Kwa hiyo atakaye lake leo twende paka makaburini. Sasa je. Nyie tuweni makini na kazi yetu. Na hapo tunataka tuanze mazoezi rasmi sasa hivi. Si tumeelewana? Kesho namuita yule mzee wa Kingoni la tunoe vizuri. Tunolewe. Tunalia kama wale wa Kongo. Unajua unalia mtu unamtajia na rafiki unasema naye? Mwenzangu itabidi watupe detail na majina ya marehemu. Tusije tukazalilika. Tunauliza wale wenyewe watupa kazi. Tunalia kwa uchungu, tunalia kwa kujituma, kazi yetu ile. Kampuni kubwa najua hii nyinyi. Ila pesa jamani. Jamani bila taodi. Robina Kolongo, nataka kuongea na wewe. Ongea hapa, kwani hapa sikusikii? Mambo shemeji. Wewe tena unikome, mimi sio shemeji yako na wachukia sana nyinyi. Umelogwa nini wewe? Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Ai. Asante nakupenda wewe ticha mwalimu. Si wenyewe hatukupendi hata kidogo. Tena hatukupendi mno. Mtu unashinda kuvaa mapekos. Sijui kofia utafikia unapiga mnanda. Halo. Kwani shida iko wapi? Sio shida iko wapi Robina Kolongo. Nimetoka nyumbani sasa hivi, nimetoka kuzungumza na mama. Ameniambia kila kitu na ameniweka bayana kwamba umerudia kazi zako za kwanza kwenda kulia kwenye mambo ya misiba na mambo ya watu waliokufa. Wewe mimi nimelia saa ngapi? Ndio nakuchana mimi, sipendi mambo ya kijinga Robina. Hebu usinizalilishe, ndio nakwambia. Mama kaniambia kila kitu. Sinaona mimi mjinga mimi Robina. Wewe mimi sijalia, mimi nimewasindikiza tu. Wewe vipi wewe? Wasindikiza gani unagaragara chini? Leta mambo ya kipumbavu, mimi unaenda kunizalilisha. Mimi ni mwalimu wa kwaya kanisani. Huwezi kwenda kulia kwenye misiba. Mwanamke unakaa unategemea watu wafe ndio uweze kupata dili za kuingiza pesa kwa kulia kwenye mamisiba ya watu. Kwani vipi? Wewe unatakaje bwana? Robina, usiniambie mimi mambo ya kijinga ya kuniambia kwamba eti natakaje. Nisikilize Robina. Wewe ni sikio la kufa. Kama unisikilizi mimi mwanaume wako, utamsikiliza nani wewe? Unakaa unasikiliza hizi ng'ombe tu. Watu wasiokuwa na mbele wala nyuma. Hawajulikani wanapanda mlima au wanashuka. Sasa ndio kama hivyo. Sawa bosi, na inakuwaje kuhusu malipo? Ndio kama tulivyoongea Kipanga. Kazi malipo yake ni 50,000. Lakini leo nitawapa kwanza 20,000, alafu mkimaliza kazi nawapa iliyobaki. Sawa? Ondoa shaka. Mimi swala la kuua ni kawaida yangu. Sawa. Sawa. Sikia nikwambia mwalimu Zadi, tena usinitishe. Hivyo mwalimu Zadi unajikuta nani kwanza? Una nini wewe cha kunitisha mimi? Labda una gorofa, una nini iko chumba kimoja? Unalala store kama store ya chizi. Kama vile unalala stand. Kila kitu kiko humo gesi unalala naye, ndoo za maji, kitambulisho cha NIDA. Wewe vipi? Tena usinichanganye kabisa. Juzi umeniambia ninunulie gita, ninunue kwa hela gani? Kazi si ndio hizo? Sasa sikiza nikwambie tuachane. Nishachoka na mimi. Kofia kaba ndera chips. Kwanza wewe ticha mwalimu, una nini wewe? Yaani wewe Robina sio hadhi yako kabisa. Robina mtu wa viwango. Robina piskali. Anatakiwa awe na wanaume wenye hadhi yake, wenye hela, wenye six pack. Sio wewe. Kitambi utafikiri unautapia mlo. Suruali zako angalia mpaka uzishikilie huko mabegani ndio unapata kiuno. Hujulikani una kiuno au hauna. Mwangalia uso wake. Sura imekushuka utafikiri njugu mawe. Afu umekaa nyoko. Mimi mwalimu Zawadi. Mwalimu? Walimu wa kwaya nao ni walimu. Hai. Yaani shoga yangu. Kwanza wanaume wa hivi kwa kukoroma. Yaani utasema umelala na trend la Mwakiembe. Kumbe umelala na mwalimu gani sijui. Kazi ipo. Nyinyi endeleeni na maneno yenu, lakini haya maneno yenu nawaambia mimi sasa yatamkosti huyu. Ndio nikuchane sasa. Haya maneno ya hawa yatakukosti. Wewe endelea kukaa tu na hii na kuisikiliza hii micharuko yako hii. Mtu huwezi kuishi kwa kwenda kulia kwenye misiba. Wewe kanalia mpaka kanajigaragaza picha zako, nimeambiwa wewe usiniambie hivyo mimi. Ila nakwambia Robina, kuanzia sasa hivi
ama zako ama zangu, yaani kwa maana kwamba kila mtu aendelee na 50 zake, tusijuane. Na ukinikuta na mwanamke yoyote, Robina Korongo, usipende kuingilia maisha yangu tena. Ukinikuta na Abigaili uniache. We! Ndio nikuchane sasa. We! Sasa we nenda, peleka UTI zako huko mbele. Sikiza nikwambie. Yaani nikikukuta mwanamke mwingine yoyote sawa. Nikikukuta na Abigaili. Hivi unajua hatimiliki bado haijaisha eh? Hatimiliki umekuwa kosota, hata kutaja makampuni ya watu utakuja kufungwa wewe, mjinga wewe. Unakaa unazisikiliza hizi ng'ombe za zambarau pumbavu tu. Watu ambao waeleweki, kazi kulia kwenye misiba na haka ndo kanakoongoza, kanalia kanataja na majina ya watu. Dalili za mimba tu. Kaone kalivyo kajitu ka ajabu, kazi kulia kwenye misiba na kujigaragaza, utafikiri marehemu kanamjua. Si uende mtu wa machapisho. Nenda bana. Kwenye mbele na nyuma sasa. Unajua wewe umekuwa mwanamke niliyekuwa na kungoja muda mrefu sana. Penzi lako halina mfano. Itoshe tu kusema umeniweza, sultana wangu. Unaongeza chumvi bwana. Mke wangu, uzuri wako ndio umenipofusha kabisa. Na light kama ningepewa nafasi ya kuchagua mke mwingine wa kumuoa, mimi ningekuchagua wewe tena. Wewe umekuwa suluhisho la huzuni yangu. Kuna wakati natamani nisimame kwenye vilele vya mlima juu kabisa, alafu nipaze sauti yangu niutangazie ulimwengu wote, ili wajue kama wewe Asunta ndiyo breki zangu. Nakupenda pia wakati wangu. Wow. Nakumbuka watu wote waliponikimbia, wewe ulisimama na mimi. Nifanye upendavyo. Hakika mimi ni mtumwa wa penzi lako. Nakupenda sana. Wow. Na imani leo utakipenda sana chakula, maana maharage ni chakula chako pendwa. Ujai. Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisibu.